Nisikilize kwa makini we binti. Mwanzo ulitenda kosa. Sitegemei urejee tena kosa. Nafikiri utakuwa umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Na sitakuja kurudia tena kosa. Jambo la pili. Mali zote hizi unazoziona zina mmiliki wake. Sasa mtu yoyote hapaswi kuingilia jambo lolote katika hii nyumba au kupaswa kutaka kujua mambo yoyote kiundani. Na kama ikijitokeza tena, basi jua maisha yako yatakuwa hatarini. Kwa nini umeamua kunirudisha tena kwenye huu msitu? Au ni kwa sababu ya hiki kimwanamke chako? Kwa nini unashindwa kuzielewa hisia zangu? Bado ni dada yangu. Na maamuzi nataka tuyafanye ni maamuzi magumu sana. Kuna mtu ambaye ameteka moyo wangu. Na tuliahidiana tukaa utotoni. Hilo jambo haliwezekani. Kwa nini uweze kunilazimisha? Ina maana bado tu unaendelea kumfikiria. Kwani ana nini yeye alichonizidi mimi? Kwa nini lakini unanifanyia hivyo? Hebu jaribu kunielewa. Hawezi kuniforce katika hisia zangu. Bado ni dada yangu. Nafasi hii kuna mtu anaweza kuitumia. Na sio mtu mwingine. Ni Nachi. Karibuni sana katika himaya ya Kajiru. Merci Victor Respect. Samia mwanangu, mimi kuna jambo linanitatiza. Jambo gani hilo mama? Ni kuhusu baba yako. Hivi kweli na wewe umelizika kabisa Lati kurudi katika nyumba ile? Mama, kwani Lati akirudi pale nyumbani kuna tatizo gani? Mimi mwenzako namchukia. Natamani leo kesho hawezi kuondoka na abaki huko na hata afe kiwezekana. Alafu kitu chengine, mimi nafurahi nikikuona mwanangu upo katika ile nyumba unatawala wewe. Na nafurahi nikiwa nakuona kila muda, kila wakati. Mimi nasikia raha, lakini akiwapo wewe anakusaidia nini kwanza? Mama, ile nyumba kumbuka mimi niko peke yangu mtoto. Tukiwa wawili nakuwa nachangamka, nikiwa peke yangu nakuwa mpweke. Tuachane nayo. Haya shoga yangu. Mbona tumepita kwenye kile kigenge dada Upendo kafunga genge lake? Au atakuwa kaenda wapi? Mama bwana, kwa umbea tu, hongera. Huo unaubakishaga. Hebu twende nyumbani tuachane na hayo. Hayatuhusu.
Kipenyo, nini hiki unafanya? Na uoni kama kinaweza kuleta matatizo? Kivipi? Kwa nini unajaribu kutengeneza mapenzi na huyu binti? Na unajua hapo mwanzo nimeshakujuza kuwa ni mwanamke wa mtu. Unataka kusababisha matatizo kwenye hii maya? Hapana. Hayo ni mawazo yako. Sina hisia za mapenzi na huyu binti. Ila mimi nilikuja tu kumpa furaha. Au kuna shida yote? Kimya! Kipenyo, mapenzi huanza mdogo mdogo. Na usisahau kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu. Hatupasi kuwa chanzo cha matatizo. Mpauko, nimeshakwambia sina hisia za kimapenzi na huyu binti. Mbona hutaki kunielewa? Alafu pia nimekwambia nilikuja tu kumpa furaha. Anapaswa kupata furaha na yeye. Kipenyo, kila kintu kinokogamba nyolinene hakili utakotakira kumpinga kwa kile kyonse. Aya, taruhano chakala bogo bogo Nachi, haupaswi kutengeneza mapenzi kwa sasa, maana inaweza kuwa hatari kwako. Hapana mkongo, siko huko unakonifikiria wewe, bali nilikuja na huyo mtu kuja kuweka akili yangu sawa na kuangalia misitu, na wala hakuna kingine. Unapaswa kuwa makini. Uko kanyande ingeka. Zindu baba oh, zindu baba oh. Yeah, zindu baba oh. Yeah, Sindu. Yeah, Sindu. Wewe ni nani? Na una shida gani na mimi? Haina haja ya kutaka kunifahamu. Sindu, hivi kwa nini unajificha sana? Inaonesha wewe ni muoga. Sema shida yako. Na kama unahitaji vita na mimi, hauniwezi hata kidogo. Mimi sio dhaifu. Mimi nina nguvu vile ambavyo ufikiri. Tena naweza kukubadilisha kitu chochote ninachotaka. Nisikilize. Wewe ni kama mbwa koko anayebweka pasipo kutenda. Huwezi kumfikia Sindu. Hebu jaribu nione urefu wa kamba yako. Nilikuonya lakini ukutaka kusikia. Haya, nikufanya kitu gani? Nikugeuza sasa hivi kwa paka?
Pumbavu wewe. Sasa basi, namtaka huyo aliyekutuma ili niweze kupambana naye. Sindu baba oh, Sindu baba oh. Nashukuru ndugu yangu kwa jambo ambalo umenifanyia. Cha kwanza niseme asante kwa kumrudishia kipenzi changu Nachi nguvu. Hakika umekuwa ni mtu wa karibu sana kwangu. Usijali. Bila shaka hiyo ndo kazi yangu. Kwa hiyo napaswa kuifanya wakati wowote ule. Vipi? Kwa sasa una mpango gani? Kwa maana yuko sawa na anaweza kuzitumia nguvu zake kwa sasa. Kwa sasa nahitaji kwenda mjini na kuanza maisha mapya, kwa sababu nimechoka maisha huko msituni. Ni jambo zuri, lakini tambua hii ndo asili yetu, ikimaanisha kuna misitu mingi pamoja na vijiji. Yote inahitaji watu. Sioni kama kuna sababu ya wewe kuondoka kwenda mjini. Naelewa. Ndeza kuwa makini. Mimi na kipenzi changu Nachi pamoja na ndugu yangu. Ko ondoa shaka kuhusu hilo. Hayukuya uvomokola sana. Mangana kanolasikane na malu sana. Mon ami, je vais aller à la ville. Je vais attendre pour la paix. So il faut sortir chaque jour. Unaenda wapi Samia? Mama, shangazi ametuagiza gengeni, tunaenda na Lati mara moja. Kuna vitu ametuagiza tukachukue. Siku hizi mmeanza kunipanda kichwani, si ndio? Lati, umepata wapi mamlaka ya kumchukua huyu muende dukani? Wakati mtaani kumeharibika. Unajua kabisa watu wanakufa sasa hivi. Tena kiajabu ajabu. Unataka na mtoto wangu akafe, si ndio? Hapana shangazi, mimi nimemwomba tu anisindikize dukani. Sio kwa ubaya. Sipendi masuala kumpanda kichwani mwanangu. Mmekazana tu mnamtuma mnampelekesha mnavyojisikia nyinyi. Kama ni huko dukani huwezi kwenda mwenyewe. Yaani wewe mtoto nakuchukia ni wahovyo kweli kweli. Umekuja kuleta tabia ambazo sizo kwenye nyumba yangu, si ndio? Mama, hiyo sio tabia nzuri. Huyu ni mtoto mwenzangu, alafu dukani anaenda peke yake. Nikaamua nimsindikize. Nimehofia akienda peke yake anaweza akapata matatizo. Unataka kunipanda kichwani, si ndio? Unataka kunifundisha namna ya kukulea? Unajua nimekulea vipi mpaka ulipofikia hapo? Mpaka sasa hivi unataka kunifundisha malezi? We mtoto jiangalie vizuri. Mimi ni mama yako, na rusio mimi peke yangu kukutuma na sio mwingine humu ndani. Sio, unanielewa? Na we Lati, nenda mwenyewe dukani. Kwani kwenda mwenyewe uwezi mpaka mchukue mtoto wangu? Natumia nyota ya mtoto wangu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako na yakaharibu.
Aliyekwambia Bi Tausi mnyama anapigwa picha bila idhaa yake ni nani? Na kwa nini unipige picha? Sina kuuliza. Unanijua vizuri wewe mpaka unanipiga picha? Kacheze unakochezaga. Kaka, asante sana kwa msaada ulionipatia. Na Yesu singekuwa wewe, basi nisingeweza kuzitambua nguvu zangu. Usijali. Ila unapaswa kuwa makini ukuendako. Na usitumie vibaya nguvu zako. Nikimaanisha kuweza kuwadhuru watu. Nguvu hizo ni kwa ajili ya kulinda watu na kujilinda we mwenyewe. Asante sana. Lakini samahani. Nilikuwa naomba muachie Kipenyo. Maana hana hatia yoyote. Na hali iliyotokea pale hakuwa na baya lolote. Bali tu alikuwa ananipa furaha. Nadhani nitafanya hivyo. Lakini kila sehemu kuna sheria na kanuni zake. Kwa hiyo nitatazama taratibu za misitu yetu na kisha nitamwachia. Nashukuru sana. Na ninakuahidi pia kwamba nitafanya kila kitu ulichonielekeza. Basi sawa. Usijali. Karibu tena. Niwatakia safari njema. Na muwe makini ili muweze kufika salama. Usijali kuhusu hilo. Na nashukuru kwa kila jambo ambalo umetufanyia na wema ambao umetuonesha kuhusu Nachi. Msijali. Huo ni wajibu wangu. Ila niwatakie baraka za mizimu yetu iwe pamoja nanyi huko mwendako. Zindu baba oh, zindu baba oh. Yeah, zindu baba oh. Yeah, zindu baba oh. Yeah, zindu baba yeah, zindu. Yeah.